Majina naitwa Everett Manyele Steven, ni wakili wa serikali, natokea Wizara ya Katiba na Sheria. Kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria awamu ya pili kwa hapa halmashauri ya Kondoa ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 na imetamatika siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 5 2026. Tulifika hapa tarehe ya kwanza ya mwezi Mei 2026 kwa ajili ya kuweza kuanza kutoa msaada wa kisheria katika kampeni maalum kabisa ya Mama Samia. Kampeni hii hapa halmashauri ya Kondoa mjini ilianza kwanza kwa kupokelewa na mwenyeji wetu ambaye ni mkuu wa wilaya Mheshimiwa Fatma Almasi Nyangasa, ambaye baada ya kufika kwake tulimweleza lengo la kuwepo hapa halmashauri ya Kondoa na lengo na dhumuni zima la kufanya kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Lakini pia mkurugenzi wa halmashauri ya Kondoa mjini ndugu Saidi Majaliwa, ambaye pia tulimweleza madhumuni na dhima nzima ya kuwepo hapa halmashauri kwa ajili ya kufanya kampeni hii ya Mama Samia. Kimsingi yale ambayo tuliwaeleza ni kwamba kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria ina lengo la kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi au kusogeza huduma za kisheria kwa wananchi kwa ukaribu zaidi. Na tunaposogeza huduma ya msaada wa kisheria tunalenga katika kutoa elimu, tunalenga katika kutoa ushauri, lakini pia tunalenga katika kutatua migogoro mbalimbali ambayo inahusiana na masuala ya kisheria, basi na mambo mengine ambayo yanaweza kaibuka pamoja na hayo. Migogoro ambayo tunalenga kimsingi ni kama migogoro ambayo ya ndoa, migogoro ya mirathi, migogoro ya ardhi, matunzo ya watoto, familia, unyanyasaji wa kijinsia na migogoro mingine kama hiyo. Basi baada ya kuwa fika kwa viongozi wetu, basi mimi kama mratibu pamoja na timu yangu tulianza mara moja kutekeleza zoezi hili katika halmashauri ya Kondoa mjini. Basi katika kutekeleza kampeni hii tumefanikiwa kuzifikia kata zote 8 za halmashauri ya mji wa Kondoa na mitaa yote 36 ya halmashauri ya Kondoa. Katika kuwatoa elimu na kutatua kero na migogoro ya watu, tumepokea migogoro mbalimbali, tumepokea migogoro zaidi ya 140, na katika migogoro hiyo, sehemu kubwa migogoro hiyo ilikuwa ni migogoro ya ardhi ambayo tumeweza kuitatua papo kwa papo, lakini ipo mingine ambayo tumeichukua na tumeielekeza kwa mamlaka na watu mahususi ambao wataendelea kuifuatilia na kufanyia kazi migogoro hiyo. Lakini pamoja na kupokea migogoro hiyo, tumewafikia wananchi, tumetoa elimu ya masuala ya kisheria na masuala mengine kama hayo kwa wananchi zaidi ya 45,000 ambayo ni zaidi ya nusu ya idadi ya wananchi au wakazi wa halmashauri ya mji wa Kondoa kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ambapo wakazi hapa ni takribani 80,000. Kwa upande wetu sisi tunaona hayo ni mafanikio makubwa kuweza kufikia idadi kubwa ya wananchi, lakini pia kuweza kutoa huduma kwa wananchi wengi zaidi. Tulitamani pengine tungefika hata 100%, lakini basi hayo yote yaliwezekana kufanyika kwa kadri ya muda tuliokuwa nao na kwa aina ya huduma ambayo tulikuwa tunaitoa. Lakini pamoja na timu ambayo ilikuwa imeundwa kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, tulikuwa na wataalam kutoka Wizara ya Ardhi, tulikuwa na wataalam kutoka Ofisi ya Mashtaka ya Taifa, tulikuwa na wataalam kutoka Ofisi ya Mkurugenzi Halmashauri ya Mji Kondoa, lakini pia tulikuwa na wenzetu kutoka Mfuko wa Hifadhi ya Jamii PSSSF ambao waliungana nasi kwa siku kadhaa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi au wanachama ambao wanachangia katika mfuko huo. Ilikuwa ni jambo zuri kwa sababu ujio wao umetusaidia sana kujibu kero za wale ambao walikuwa wameshafika kwetu kuulizia masuala ya mafao yao katika mfuko huo. Kwa hiyo tunashukuru, tulifanya hamasa, tulipata watu wengi ambao walifika na kupatiwa huduma hiyo. Basi yote kwa yote tunashukuru wale wote ambao wameweza kuwezesha kampeni hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye hasa ndio mwenye kampeni yenyewe, lakini tunaushukuru uongozi wa Wizara ya Katiba na Sheria wote kabisa. Tunawashukuru wenyeji wetu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wakurugenzi kwa kutupokea na kutusapoti
ofisi ya mkurugenzi walitoa usafiri ambao tumeutumia kwa kipindi chote cha kampeni, lakini pia wametoa wataalamu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao wametupatia, na tunaahidi yale ambayo tumesema kwamba tutaendelea kuyashughulikia na kuyafuatilia mpaka pale tuhakikishe kwamba migogoro yote ambayo tumeipokea na haijatatuliwa inafikia tamati. Kutokana na maoni ya watu mbalimbali na mwitikio wa watu ambao tumeweza kuwafikia, wanaomba na wanahitaji sana huduma hii au kampeni hii iwe endelevu, na kimsingi ndio lengo la wizara kuhakikisha kwamba kampeni hii inakuwa endelevu, kwa sababu tayari tumeshaanza kuona matunda ya kampeni hii maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo watu wengi ambao walifika katika huduma hii walipatiwa msaada, na wale ambao hawakupatiwa msaada papo kwa papo, yapo mambo ambayo tayari yameshashughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo ni ombi langu au rai kwa serikali kuendelea na kampeni hii, kuendelea kuwafikia wananchi, kwa sababu ni kiu ya wananchi kupata huduma hii kwa ukaribu na kwa haraka zaidi. Asante sana.